Informer, inspirer, impacter. Voici MAM Média. MAM Média, la voix qui informe le monde. Nchini Ufaransa, mtu aliyekuwa wa kwanza kuipata nuru alikuwa ni profesa kwenye chuo kikuu cha Paris. Unajua Paris ni kapitali ya France. Huyu bwana alikuwa anaitwa Lefebvre. Lefebvre ndiye mtu wa kwanza kupata mafundisho ya nuru ambayo alileta katika Ufaransa. Unajua watu walikuwa wamekatazwa kusoma vitabu vya dini, na kwa hiyo watu wangeshindwa kugundua ukweli kwa sababu hawasome vitabu. Ndugu yangu, unapokuwa hausome vitabu hautajua vitu. Unapokuwa hausome vitabu hautajua vitu. Kila matengenezo ilianza na kusoma vitabu. Hata matengenezo ya sayansi, vitu ambavyo viliaminiwa kule mbele na sasa vimekataliwa, kilichotuma matengenezo yale yanapatikana ni kusoma vitabu. Wale wote ambao wanaendelea hata katika biashara, wanaprospere kushinda wengine, wanafanya vizuri kushinda watu wengine, ni wale ambao wanasoma vitabu vyenye vinasema juu ya domene hili. Na wale ambao wataendelea kiroho ni wale ambao wanasoma vitabu. Kanisa letu, tatizo sio ukosefu wa vitabu, lakini tatizo ni ukosefu wa kusoma vitabu. Hatuna ile culture ya kusoma vitabu. Huyu profesa katika kusoma vitabu anasema katika utafiti wake kwenye maandiko ya kale, usikivu wake ulielekezwa kwenye Biblia na alianzisha somo la Biblia miongoni mwa wanafunzi wake. Alikuwa amejitolea kuandaa historia ya watakatifu na wafia dini kama ilivyotolewa katika masimulizi ya kanisa, na alikuwa amefanya kwa sehemu kubwa, na katika muda huo alianza kufikiria kupata msaada kutoka kwenye Biblia. Hivyo alianza kujifunza Biblia. Haleluya! Hakuna mtu ambaye alileta matengenezo yoyote ile katika fundisho lolote lile bila kusoma Biblia. Lefebvre ambaye alianzisha katika nchi ya Ufaransa alianza kuchunguza mambo ya kale, na katika ile kuchunguza mambo ya kale anasema utafiti wake ulimuongoza kwenye Biblia, na huko kwenye Biblia akaanzisha somo la Biblia. Katika mwaka wa 1512 kabla ya Luther au Zwingli kuanza kazi ya matengenezo, Lefebvre aliandika akasema hivi: Mungu hutupatia kwa njia ya imani ile haki ambayo kwa neema peke yake huwa tunahesabiwa haki hata uzima wa milele. Haleluya! Na msimamo wake ulikuwa kama ule wa Luther. Na hapa mwandishi anapresize kwamba aliandika kabla ya Luther, ni kusema mbele Luther ya kuje. Huyu Lefebvre alikuwa ameandika katika mwaka wa 1512. Anasema Mungu ndiye anayetupatia kwa njia ya imani neema pekee ya kuhesabiwa haki. Na hili lilikuwa ni fundisho la msingi kwa Martin Luther, kwa sababu Martin Luther alikuja na fundisho ambalo lilikuwa nasema imani, haki ambayo inapatikana kwa imani. Haki ambayo inapatikana kwa imani. Na fundisho lake lilikuwa ni kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Ni kusema haki haikupatikana kwa matendo yako ambayo unatenda. Na hili lilikuwa ni fundisho ambalo kanisa la wakati ule lilikuwa linafundisha kwamba ili upate kusamehewa dhambi zako inakulazimu utoe sadaka fulani. Ili upate upatanisho wa makosa yako inaomba utoe kitu fulani.
na watu wakaendelea kwa ile misimamo. Lakini hawa wa Bwana wakaleta ile matengenezo, wakasema haki inapatikana kwa njia ya imani. Hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya ili tupate haki. Na Biblia inasema hata matendo yetu ambayo tunawaza ni mazuri, ile wakati inafikia unafanya kitu unasema nimefanya kitu kizuri, anasema mbele ya macho ya Mungu ni kama nguo chafu. Matendo yako mazuri ni kama nguo chafu. Hakuna matendo mazuri ambayo yanaweza kutupatia haki. Lakini haki inapatikana kwa imani. Lefebvre akaandika, na mwisho Luther wakakuja kumsoma na wakaendelesha matengenezo. Yeye hakukuwa na amplere kubwa sana kama ile ya Luther. Baadhi ya wanafunzi wa Lefebvre walikuwa wakiyasikiliza kwa makini maneno yake, na muda mrefu baada ya sauti ya mwalimu wao kunyamazishwa, wao waliendelea kuutangaza ukweli. Vivyo ndivyo ilivyokuwa, vivyo ndivyo alivyokuwa William Farel, mwana wa wazazi waliokuwa wacha Mungu na wafuasi waaminifu kwa kanisa la Roma. Alikuwa anakasirika sana na kuwa na ari ya kuwaangamiza wale ambao wangeziriki kupinga kanisa. Baadaye alikuja kusema, ningesaga meno yangu mithili ya mbwa mwitu mwenye hasira nilipomsikia mtu yeyote akizungumza maneno kinyume na Papa. Lakini kuwatukuza watakatifu, kuabudu kwenye madhabahu na kuyapamba kwa tunu mahekalu matakatifu haukuleta amani moyoni. Kujisikia hatia ya dhambi kuliendelea kumsonga. Hata matendo yote ya kitubio hayakuweza kuondoa hali ya hatia. Aliyasikiliza maneno ya Lefebvre ambayo ilikuwa inasema, wokovu ni kwa neema. Ni msalaba wa Kristo peke yake ambao unaweza kufungua malango ya mbingu na kuufunga mlango wa kuzimu. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye anasema yeye alikuwa ni mtoto wa wazazi ambao walikuwa wacha Mungu katika kanisa Katoliki. Sio kama wanaoita wacha Mungu, ni kusema walikuwa attaché ku kanisa Katoliki, na bale tunabaita le fervent catholique. Ni kusema wao ni wakatoliki wa damu, le fervent catholique. Na mtoto huyu anasema alikuwa tayari kuangamiza, kusaga meno yake kama mbwa mwitu akisikia mtu anasema maneno kinyume na msimamo wa Papa. Lakini katika maisha yake alisikia ni mtu ambaye hana amani. Hata wakati alipomaliza kutubu mbele ya padri alisikia amani haiko, bado hatia ya dhambi inamsumbua. Na wakati alisikia ile hatia ya dhambi inamsumbua, alijiuliza ni kwa njia gani ambayo tunaweza kupata amani. Lakini akasikia maneno ya Lefebvre. Tunasema Lefebvre ndiye profesa wa kwanza kuleta matengenezo katika nchi ya Ufaransa. Maneno yake ilikuwa inasema, wokovu ni kwa neema. Hakuna kitu ambacho unaweza kufanya ili upate wokovu kama si kwa neema. Ni msalaba wa Kristo peke yake unaoweza kufungua malango ya mbinguni. Na hapa akaanza kubadilisha mtazamo. Kitu ambacho ninatamani tujifunze asubuhi ya leo katika sehemu hii ya kwanza ya matengenezo ya nchi ya Ufaransa ni kwamba kama sisi tungekuwa wavivu kufanya utafiti, kunakuwa na watu ambao tayari wamefanya utafiti.
Kazi yetu tu ni kuwasoma. Kunakuwa na watu ambao wamepitia changamoto ambazo tunazipitia na wameandikwa na wengine wameandika. Kazi yetu ni kujifunza. Kazi ambayo tunakuwa nayo hatuwezi kulinganisha na kazi ambao hao wana matengenezo walikuwa nayo. Wao walikuwa naanza mzero. Unajikutana mwingine mzima huko peke yako ambaye unamshuhudia Kristo, na vita inainuka juu yako. Lakini sisi leo hakuna vita ambayo inainuka. Hakuna vita ambayo inainuka. Lakini hakuna kitu ambacho tunakifanya. Fikiria kama ingekuwa wakati ule wa mbele. Wakati watu ukisema Kristo unauawa, ukisema Kristo unapigwa kwa mawe. Eske tumesimama kweli? Kama leo katika uhuru huu ambao tunakuwa nao, zaidi sana katika nchi zetu ambazo hazitusumbui kama nchi zingine kule Asia. Lakini sisi huku kwetu nchi hazitusumbui. Tunakuwa na uhuru wa kuabudu lakini bado tunashindwa kuabudu. Tunakuwa na uhuru wa kuhubiri lakini bado tunashindwa kuhubiri. Fikiria kama tungerudishwa wakati wa zamani, zile maobstacle zote ziingie pale, eske tungefanya kazi au hatungefanya kazi? Tunatafuta watu ambao wako na ile courage ya lefebvre, watu ambao katika nchi nzima kutakuwa kugiza lakini wao wanasimama, watu ambao hawafuate sauti ya majorite, watu ambao hawaangalie kwenye upande wa watu wengi wao na wanaenda kule. Hapana, watu ambao wanakuwa na msimamo, watu ambao watasoma vitabu ili wapate kugundua ukweli, watu ambao watakuwa hata na kuraji ya kuandika ili baada yao watu wengine wapate kuwasoma. Kama kanisa tungekuwa na wale watu, ungeona jinsi mabadiliko itakuwa, ile vraie reforme ingeonekana, matengenezo yangeonekana. Na wale ambao wangali nje wako naona sasa vile hatuna mvuto, nao wangekuja. Shauri yangu ni kwamba tuwe watu wa matengenezo. Hata kama tunaishi mwinchi ambayo hakuna nuru, sisi tulete nuru. Tukiishi katika familia ambayo hakuna nuru, sisi tulete nuru. Unaishi mkikundi fulani, kama ni ya avec, kama ni ya masomo, kama ni ya kazi, ambamo hakuna nuru, wewe uwe mwanzilishi wa nuru. Lefebvre alikuwa mwanzilishi katika nchi nzima ya Ufaransa, na kupitia kwake wengine wakazaliwa na kazi ikasonga mbele. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen. Sio kama kuna pana swali ya kuuliza. Basi tusimame tupate kuomba. Tunamshukuru Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa neno hili ambalo tumelisikia la wana matengenezo katika nchi ya Ufaransa. Tunaomba utupatie nguvu ambayo walikuwa nayo, na bila shaka ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndio ambayo iliwapatia courage ya kufanya mambo, iliwapatia courage ya kuendelea hata kama walikuwa na mablokaje ambazo zilikuwa na wabloki. Tunaomba na sisi utujazie Roho wako Mtakatifu apate kutuongoza katika jina la Yesu. Amen.